Sabri Zamil Al-Mindiri. Yani mimi naweza kusikiliza muhadhara wa alim katika ulama wa sunna, na Allah amenipa ujuzi wa kuweza kukata ule muhadhara faida nikazitoa moja baada ya nyingine, kisha nikatumia mitandao hii katika kuwafikishia watu, ukawa umefanya mchango mkubwa sana katika mujtama kufikisha ujumbe wa haki na wasawa. Sasa mzungumzaji mzuri waelekeza watu katika khairi, lakini watu wakikutizama wewe, vitendo vyako vya wafukuza katika ile khairi. Maneno yako yawaita, lakini vitendo vyako vya wafukuza wale watu katika ile khairi. Ukawa wewe ndiye mtu wa kwanza kuwa mfano mbaya kabisa katika mujtamaa, kuwa una elimu kisha huitendei kazi ilmu yako, ukawa ni mfano mwema kwa watu. Wewe waweza kuona ni mtu wa kawaida, waweza kujiona wewe mwenyewe talib ilmu ni mtu wa kawaida, kwa sababu ndani ya nafsi yako ujiona wewe ni mtu kama watu wengine, lakini jicho la watu katika mujtamaa wako linavyokutizama wewe ni tofauti na vile unavyojifikiria wewe. Kwa unapofanya kosa mbele ya watu, wale watu watafanya kosa kama lile, kisha wakiulizwa watasema, ikiwa fulani ambaye ni hafidh al-Qur'an, ambaye ni talib ilm yuwafanye hivi, mbona unyoshe mimi vidole? Kwani mimi ni nani? Mimi si chochote bwana. Kuna yule imamu bwana atuswalisha pale msikitini, lakini yeye mwenyewe afanya hivi. Kuna akh mmoja siku moja amona bwana mmoja yuwala tambuu zile za stimu zile. Kuna maduka uza zile tambuu za stimu zile tambuu zile, si zote ziko sawa. Mimi sijui tu, madudu yanuka kweli. Kuna misikiti mingine ukienda pale pa kutawadha kwa nuka, harufu mbaya. Sasa ikiwa vitunguu umekatazwa kula kuja msikitini, wewe waje msikitini watawadha, watema pale pa kutawadha tambua, utakuta mate rangi nyekundu, sijui mate rangi gani. Msikiti mwingine utaona hivyo. Almuhimu zile tambuu zile zina stimu mbalimbali, nyingine zaidi, nyingine kidogo, lakini ni stimu, kwa maana ya kuchanganya kichwa chako. Kama wewe ni mara ya kwanza, mimi sisahau, tulikuwa shule tuna mtihani wakati ule, sijui sasa, kuna mtihani wa composition na insha, ile huwa dakika 40, mwafanya mmaliza mwandazo, andika maudhui fulani, wapewa dakika 40 uandike. Ukimaliza kuandika, kama ni Kiingereza ama ni ya Kiswahili, Kiingereza ita composition, Kiswahili insha. Tumekuja kwenye mtihani, kaja kijana mmoja yuwala haya madude haya. Sasa kulikuwa na kijana mmoja tusoma naye pale, alikuwa na uhuni fulani, akiona wenzake wala kitu aweza kuwapokonya, unifanye lolote, leti hapa. Wako wanafunzi wa namna hiyo, buli. Sasa mwenzake kaja na hiyo tambuu, yeye akamfanyia ubabe, leti hapa, kumbe ajui ni kitu gani. Akala, alivyokula sisi tumtizama tu kidogo tu hivi, mara kaanza kupiga magoti, yatembea kwa magoti, wallahi alazim. Mara mpelekeni chooni. Si wewe baba, si mbabe. Kaenda sehemu kuna maji pale, kasukutua, kaushausu, katapika kila alichokula, ghada yake yote akaitoa pale. Sasa ndio ujue ni stimu. Akiingia kwenye mtihani akalala dakika 40 zikesha, hata jina hajaandika, na ni mtihani sasa na mtihani ule huo, kwa sababu waweza kuwa hujamaliza na dakika zishaisha. Kwa mkiambiwa simameni, waweza kuendelea, sio? Mwambiwa simameni hivi juu, wasimama wima ili usiendelee kuandika. Watu wasimama, wasukuma viti, jamaa yangu ndo yoshtuka, watu ndo amka wenda zao, hajaandika chochote. Sasa ukiniambia si stimu, mimi nikimkumbuka huyu sahibi yangu huyu, nakwambia wewe muongo wewe. Hii ni stimu. Jamaa alilala
mtihani akaukosa. Sasa mimi nazungumzia Tambuu hii. Kuna msikiti fulani nje kuuzwa Tambuu, si utaji. Yule bwana amwambia mmoja, ami, wewe mbona wada hizi vitu, si stimu bwana, achana nazo. Yule bwana amwambia, wewe waniambia mimi Maulana mwenyewe nakula. Umeelewa? Maulana mwenyewe nakula. Maulana mjua? Kwa Wahindi wa Maulana ni yule imamu yule. Sasa yule jamaa alikuwa ni Muhindi. Maulana mwenyewe nakula, wewe naambia mimi, ngoja taona wewe. Kweli imamu akatoka asri kuswalisha. Katoka kaja paka pale kwenye duka, mbia nipa mimi ile. Ambia mwenye duka wewe, nipa mimi ile kitu yangu. Akapewa, akaitia mdomoni. Wale wamekasa, mimi nimekaa na huyo bwana tumwangalia tu. Akaitia mdomoni akaondoka. Alipokwenda zake ashapotea, yule ami amwambia, mimi nakwambia nini wewe, Maulana mwenyewe nakula. Kitu gani kilichomfanya yule aone ni kitu cha kawaida kufanyia? Maulana imamu wa msikiti yuala. Kwa mimi kwa nini nikataza? Kuna imamu wa msikiti hapa Mombasa, sijui kama ashawacha, maana mimi nazungumzia tu ambao kitu nilikuwa najua, nishaona na macho. Kila Jumamosi yuwakatagati ala mirungi. Kila ikifika Jumamosi wa siku yake ya ofu msikitini. Khurafi, siku yake ya ofu msikitini, kuna duka fulani la kuuza magati haya. Ukipita utamwona amekaa pale yuala marungi. Wallahi mama msikiti, siwaambii kitu natunga eti ili nyinyi muone kama kitu cha. Kila Jumamosi ikifika ni siku yake ya ofu. Unajua kuna msikiti mwingine huko kama huko kwenye kibarua cha poti, kuna siku ikiwa maalum ya ofu. Kwa ile siku ya ofu yeye haswalishi. Sasa kama uswalishi ndio ufanye hivyo, akaa pale akata marungi. Sasa wale awamu wale utawakataza vipi jambo hili wakati wewe walifanya? Billah alaikum. Sasa msishangae nyinyi mkiona wakati mwingine kwenye maulidi watu waenda na magati yao, wala magati yao, wakimaliza kula kisikia basi karibuni biriani itafunguliwa. Tuteme bwana. Watema marungi yao pale, wenda kula biriani. Na it's very normal. Na hawakatazwi. Ni nadra sana kumuona shekhe wa kikhurafi akiwaambia watu wacheni kula magati. Hawawaambii. Sisemi wote, lakini mara nyingi utawapata kuwa hawawaambii watu kuwa wacheni kula magati. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi katika wale watu ambao ndio wanaofanyia daam na nini, ndio kazi yao hiyo. Sallallahu yahdiana wa iyahum.